Asante sana. Jina langu ni Kipkoech Bernard Ngetich. Mimi ni wakili na vile mimi ni mkulima wa chai katika taifa hili letu la Kenya. Nimemsikiza waziri wa fedha Mheshimiwa John Mbadi akiweza kutusomea budget estimates kule bungeni, na ningependa kushukuru serikali kwa sababu ya mambo mawili ambayo nimeyasikiza. Jambo la kwanza ni kwamba katika nchi yetu ya Kenya tunao Wakenya wengi ambao wako na shida, wako na changamoto ya mashamba. Tunapozungumza tukiwa upande wa Bonde la Ufa, tunao Wakenya wengi ambao wako na makesi mahakamani, hata wakiwemo watu wa East Mau ambao wanatakikana kupewa vyeti vya umilikaji wa mashamba kulingana na amri ya mahakama ya tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Kwa hivyo nimemsikiza waziri amepeana pesa nzuri kwa idara ya mashamba, pesa takriban bilioni 10. Hii itasaidia sana kuhakikisha kwamba wale Wakenya ambao wana vyeti vya umilikaji wa mashamba na wana haki ya kumiliki vyeti vya mashamba katika vitongoji, katika majimbo mbalimbali ya Kenya yetu, wanaweza sasa kupata nafasi murwa kumiliki mashamba na kukuwa na heshima ya binadamu kulingana na kipengele cha 29 ya katiba ya Kenya. Vile nimeweza kumsikiza waziri Mbadi akisema kwamba pesa ya kuboresha barabara, kwa sababu kumekuwa na mvua chungu nzima na hiyo mvua imeweza kuharibu barabara katika sehemu mbalimbali ya Kenya. Nimesikia kwamba bajeti ya leo imeongeza pesa ya muundo msingi. Kulingana na mimi, tukiwa na muundo msingi ambao umeboreshwa, utasaidia wakulima ambao wanapanda kahawa, wakulima ambao wanapanda mahindi, wakulima wa michai na mimea yote ile ambayo inasaidia kwa maneno ya kuongeza mapato ya Wakenya. Kwa hivyo nafikiri bajeti hii kwa mapana na marefu imeangazia kwa pakubwa mahitaji ya wananchi wa kawaida na haswa kutekeleza na kuhakikisha kwamba wale Wakenya ambao kwa muda mrefu wamedhulumiwa, wameishi wakiwa maskwota katika nchi yao, wataweza kwa mara ya kwanza kumiliki vyeti vya umilikaji wa mashamba, na nafikiri hiyo ni hatua muhimu. Asante sana. Today we were able to watch and see what CS Treasury Mheshimiwa John Mbadi gave to the people of this country, and we are happy as a nation because this being one of our biggest budget ever at 4.5 trillion, and I'm happy because 25% of this budget will go towards repaying our debts, and the big chunk will go to helping the progress and moving this country forward. One, I'm happy for this budget because it has increased the budgetary allocation to the county governments. Today we have one of the biggest budgets that have been sent to the county governments that will come down to where the people are, and it will move forward to moving this country forward. From this budget, I can see the government of the day, which is led by His Excellency the President, William Samoei Arap Ruto, has good plans for the people of this country, and I'm very sure in this phase, as we move forward to the financial year 2026-2027, as it has been enumerated by the CS, I'm seeing progress, even if we have the challenges currently on fuel issues caused by the conflicts in Asia and the eastern part of the world. But I'm very sure with the steps and measures have been put forward by the government of the Republic of Kenya, we will be able to overcome them in due time. Asanteni sana.